So let's have a simple discussion on this. Tuweze kuzungumzia hili swala ambalo huyu kinara wa ACT ameweza kulizungumzia hapa. Serikali inayojiita imechaguliwa kupitia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 haina uhalali wa kisiasa wala kisheria mbele ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uhalali wa kisiasa hauwezi kujengwa kwa udanganyifu, udhalimu, uporaji wa ridhaa ya wananchi kwa kutumia mabavu ya dola. Lakini pia inastajabisha kuona viongozi wa nchi wamejaa viburi, wanapuuza vilio na madai ya wananchi, bado Chama cha Mapinduzi na uongozi wa nchi kwa ujumla wanakataa mauaji walioyafanya na matumizi makubwa ya nguvu kupitiliza kiasi, na sasa wanaendelea na kamata tena kwa uonevu mkubwa, huku wakianza na kubagua viongozi wa upinzani na viongozi wa vyama vya upinzani kama chama cha ACT Wazalendo na wale waliokuwa mawakala, wasimamizi na viongozi wengine wote walioonekana kwenye uchaguzi. ACT Wazalendo inasisitiza kuwa madai ya wananchi hayajibiwi kwa risasi wala propaganda. Serikali ni lazima itambue kuwa hakuna propaganda au risasi inayoweza kuzima sauti za watu wanaodai haki na mabadiliko. Serikali inayojiita kwamba hivi ni vita baina ya mwanamke na mwanamke, na kwa sababu wakiwa pamoja ama mwanamke na mwanamke kigombana, basi tusizungumze, kwa sababu wao wanavyo watakavyo jadiliana, na wewe ambao utakuwa umeingilia kati utaonekana mpumbavu. Sasa leo mimi sitazungumza chochote, lakini nimesema kwamba nitaenda kwenye ile comment section ili tuweze kuona Watanzania ni kipi ambavyo ama ni vipi ambavyo wamepokea huno ujumbe kutokana na hino kauli ya huyu mkuu wa hichi chama. So amesema hivyo, kwanza tupo na wewe mama mpaka mwisho, kumaanisha kwamba huyu amemsupport ama amependa vile ambavyo mama ameongea. Mwingine akaja kusema hapa ya kwamba kwanza hatujui kama Tanganyika ina rais, siku ya uchaguzi walikuwa wanatuua. Yani kimaanisha kwamba hawajui ya kwamba Tanganyika upande mwingine huu ametoa ile Zanzibari ya kwamba hawana uhakika ya kwamba Tanganyika iko na rais, kwa sababu wakati wa kupiga kura ili kumchukua ambaye atakuwa rais Tanganyika, wengine walikuwa wakipigwa risasi na kuuliwa. Kweli dada yetu umezungumza hapo, posho zimecheleweshwa. Okay, huyu akimaanisha kwamba posho zimecheleweshwa, akimaanisha kwamba hawa ACT Wazalendo ama huyu mwanadada ambaye amezungumza hili jambo, kuna pesa fulani ambazo wao yapewa na serikali, na endapo zitacheleweshwa pesa hizo, basi hatakuwa na nafasi ya kuongelea chochote kile. Lakini endapo atapewa pesa na serikali, basi atanyamaza na kuacha kutetea mwananchi. Sasa mlienda kugombania nini Chadema? Mliwaona wajinga. Yani ni kitu gani ambacho mlienda kuungana na Chadema, ama ni kipi ambacho mlienda mkagombea Chadema? Hatuna uongozi, hatutoiongoza nchi yetu wenyewe. Yani hatuna uongozi ambapo huyu alikuwa anasema kwamba hatuna uongozi na tutaiongoza nchi yetu wenyewe. Okay, sitaki kujua kama alikuwa maanisha nini, lakini nafikiri wewe umejua anachokimaanisha. Na wabunge wenu hawana ridha ya kuwa wabunge. Yani wale wabunge ambao wako kwenye bunge la Tanzania, baadhi yao hawana ile hadhi ya hao kuwa wabunge wa Tanzania. Najua wapo ambao unawafahamu, lakini nitakupa nafasi na pia vile vile uweze kuwataja hapo kwenye comment section. Ungeita ukoo wako ukuchague, ulimtegemea nani akuchague? So huyu kama amembagua huyu na kumwambia kwamba alitaka huyu mama anayeongelelea hapa aite ukoo wake uje umchague, na sio kuambia watu wengine waende wakamchague. Okay, mimi nimesema leo siongei chochote. Leo nimesema ni siku ya kusikiliza ni kipi ambacho Watanzania wanakiongelelea. Asante mama, umeongea ukweli kama mtu mzima. We mama, kama huna kazi kalale. Mama Samia mitano tena, wala hana mpinzani. Okay, that's not me who say so. Mwingine amekuja hapa akasema kwamba vipi operation Linda Kura haikufanikiwa? Okay, huyu naye ana uchu wa
madaraka, huyu naye ana uchu wa madaraka tu. Okay, mwingine amekuja akasema hapa Tanzania itapata uhuru mara ya pili. Maandamano inshallah, hii nchi lazima tupate uhuru na ukombozi. Tarehe 9 Disemba tunatoka kama Nyerere angekata tamaa, tusingepata uhuru mwaka wa 1964. Maybe tungechelewa sana. So huyu anapanga maandamano ya tarehe 9 Disemba. Sijui ni yapi haya, mimi sijataarifiwa na sina habari zozote. Mama anasema ukweli kabisa. Sasa wakati Chadema inasema no reform no election, mlikuwa wapi? Mbona unakigeugeu? Zingatia mdomo wa mama unavyosisitiza. Okay. Kampe zito. Okay, ametomwasuru matusi hapa. Kweli dada yetu, posho zimechelewesha. Sasa mlienda. Okay, so kwa ufupi, serikali ya mwaka wa 2025 haina uhalali wowote mbele ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hicho ndio kichwa ambacho amekipea huyu mwanahabari wetu hapa kabla hajatuletea hizi habari za mama, akimaanisha kwamba wananchi wengi wa Tanzania hawajaenda kupiga kura. Hivyo basi hawajachagua yule ambaye ni kiongozi wao wanayomtaka. That is one. Second, kusema kwamba baadhi ya wale wananchi ambao walienda kupiga kura, hata kura zao pia vile vile hazikuhesabika ama hazikufanya ugeuzi wowote ambao walikuwa wanataka, kwa sababu baadhi ya wale asilimia 100, yani kwa wale asilimia 100 ambao walienda piga kura, tukiweka asilimia 100 automatically hawezi ukaniambia kwamba asilimia 98 wote walimpigia Mama Samia Suluhu Hassan. Najua wengine watasema kwamba nitoe takwimu zangu, lakini ni jambo ambalo kiukweli kabisa kiubinadamu unaona wazi kabisa haliwezekani. Na kunavyo baadhi ya video ambazo tuliweza kuona kwamba tume huru ya uchaguzi kuna wakati walikuwa wanakunja makaratasi hao wenyewe kwa wenyewe na kubandika kwenye box la urais moja lile. So kuna vitu vingi ambavyo viliweza kutokea ambapo mpaka sasa unaona mtu anasema kwamba rais ambaye yuko madarakani basi mimi sio rais wangu. Na nikwambie tu kwamba kuna kitu ambacho nafikiri ndio jambo ambalo linapaswa ligeuzwe ndani ya Tanzania. Mimi kama mwanadamu ama mimi kama binadamu, nina roho pia na nina damu na nina uchungu, ninahisi uchungu endapo nitaona kuna watu ambao wameweza kuuliwa. Nikwambie tu kwamba it doesn't care mtu amepotezwa wapi, yani haijalishi mtu ameuliwa wapi. Yale machungu ambayo tunayapata ambapo wenzetu walikuwa wanauliwa sehemu za Gaza, ndio machungu yale pia ambayo tuliyapata wenzetu wakiuliwa hapa Tanzania. Endapo mtu mmoja atauliwa ni sawa sawa na watu 20, 10, 50, 100 wameuliwa. Na endapo basi ile serikali italinda watu wake ili mradi wasiuliwe, basi ni sawa sawa na kwamba amelinda dunia nzima isiweze kuuliwa. Kwa sababu kama tunavyojua hata Qur'an kutukufu pia kitabu cha Mwenyezi Mungu kinatuambia kwamba nafsi moja ukiilinda wewe ni sawa sawa na kwamba umelinda nafsi zote hapa duniani, na ukipoteza nafsi moja basi ni sawa sawa na kwamba umepoteza nafsi zote hapa duniani. So unaweza ukaona ni umuhimu gani sana serikali, ambayo ni jukumu gani ambalo serikali wamebandikwa nalo na Mwenyezi Mungu kulinda mali za mwananchi na kulinda ile yani kulinda uhai wake pamoja na mali zake alizokuwa nazo ile mwananchi ambaye yuko pale kwenye nchi. Tukiulizana maswali, tuanze kuulizana kwamba je, serikali ya Tanzania iliweza kulinda mali za mwananchi? La hasha, jibu itakuwa hivyo. Na je, serikali ya Tanzania iliweza kulinda maisha ya mwananchi wakati wa uchaguzi? La hasha. Najua watu wengine watakuja watasema kwamba wananchi wenyewe ndio walienda kufanya ukora, kubomoa, kuchoma nyumba. Tunaanza kujiuliza, it's okay, mimi nitakubaliana kwamba wananchi walienda wakafanya ule ukora wote, lakini kazi ya polisi ilikuwa ni gani? Kazi ya polisi ilikuwa ni kulinda ukora kama huu usiweze kufanyika nchini. That was the main purpose of police, to defend the properties of the citizens, to defend the life of their citizens. Hasa kama wewe
Umepata kuna watu baadhi wanaandamana, na baadhi ya wale watu wanaandamana huko wakichoma maduka. Kwa nini uangalie kama polisi? Why should you just shoot randomly? Mbona upige risasi kila mtu ambaye watu wengine hawakuwa na hatia yoyote? So unaona kabisa kwamba polisi kuna kosa ambalo wamelifanya ama walilolifanya, lakini wanakataa kukubaliana ya kwamba sisi tulifanya hivi na hivi, tunaombeni wa Tanzania mtusamehe. Nimependa sana vile ambavyo baadhi ya wasanii wa kizazi kipya nchini Tanzania, kina Alikiba, Harmonize, kina Diamond Platnumz, ambavyo waliweza kujitokeza hadharani na kuomba msamaha wa Tanzania, kuambia kwamba hatukudhani ya kwamba tutafika hapa tulipofika. Tunaomba Watanzania wenzetu muweze kutuia radhi na kutusamea, kwa sababu sisi ni wana wetu, sisi ni wana wenu, na sisi ni ndugu zenu, na hivyo basi msituache na chukueni radhi zetu ambazo tumewaomba. Ukizingatia ni baadhi ya wasanii wakubwa ambao watu wengi sana wanawafuatilia, ambapo wakati wakifanya kampeni za Mama Suluhu Hassan Samia ili aweze kurudi kwenye kile kiti cha urais pale, watu wengi sana kwa kija kwenye comment section zao na kuambia kwamba huyo sio rais tunayemtaka, na kama mna lazima huyo rais arudi, basi mshaurini aweze kugeuza vipengele fulani kwenye hino katiba ambayo tuko nayo hapa, ndio tuende kwenye kura rasmi. Atakayeshinda tumpe kiti cha urais aweze kuongoza. Lakini Mama Suluhu Hassan Samia pamoja na wale wasanii ama pamoja na wale ambao wamemzunguka karibu hawakutaka kusikia cha mteka maji msikitini wala cha muadhini. Wakaendelea hivyo hivyo na kupiga kura na kiburi na kibri cha hali ya juu, kujigamba kusema kwamba hao peke yao ndio wako na power nchini Tanzania, na kile kilichotokea yalikuwa ni maajabu ama ilikuwa ni ndoto ambayo hatukutarajia hata siku moja itaweza kutokea Tanzania. Ndio maana mpaka leo Watanzania baadhi wengine wanatamani sana wazungumze, lakini wanashindwa. Wanatamani sana ya kwamba waseme jambo ambalo linawakera ndani ya mioyo yao kwa sababu ya nchi ya Tanzania, kwa yale yaliyotokea, lakini wanakosa ile nafasi ya kuzungumza kwa uoga na ile hofu ya kwamba nikisema nitakuja shikwa, nikisema nitauliwa, nikisema mzazi wangu atakuwa hapa na hapa, nikisema mimi watoto wangu nitaweka wapi. But niko na uhakika 100% asilimia ya kwamba kuna Watanzania ambao wako na video chafu sana ambazo zinaonyesha yale mauaji ambayo yaliweza kutendeka ndani ya Tanzania, lakini kwa sababu ule uoga ambao wako nao wanabidi tu wanyamaze na kuomba tu Mwenyezi Mungu, kumwambia Mwenyezi Mungu, nashukuru kwa uhai ulionipa, haya mengine acha niachie serikali wa deal nayo. So ladies and gentlemen, it is what it is. This is KG Chipande. Please make sure to subscribe, like and share this video. Thanks for watching guys. Till next time.